Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu cha Saa ya Faraja katika Kristo, mahali popote ulipo. Na leo tunaleta sehemu ya 3 ya somo letu linalomuhusu Roho Mtakatifu. Na leo tunafundisha kiashiria kingine ambacho ni Roho Mtakatifu anavyotumia kiashiria cha furaha katika kumuongoza mtu juu ya kufanya maamuzi. Kwanza ni vizuri tufahamu furaha ni tunda la Roho. Iko kwenye Wagalatia sura ile ya 5 mstari wa 22, anasema yale matunda ya Roho. Kuna upendo, amani, furaha, ukarimu, utu wema, lakini furaha ni tunda la Roho. Kwa hiyo Wagalatia 5:22 ukisoma utaona kwamba furaha inatumiwa kama kiashiria na Roho Mtakatifu, lakini hapo ni tunda la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatumia katika kufanya maamuzi sahihi. Kwa mfano, Zakayo. Kwenye Biblia kuna mtu anaitwa Zakayo. Kitabu cha Luka sura ile ya 19 mstari wa 1 mpaka wa 10 utaona ya kuwa kiashiria kilichomsaidia Zakayo kumkaribisha Yesu nyumbani kwake ni furaha moyoni. Furaha moyoni mwake. Na Biblia inasema akamkaribisha kwa furaha. Yaani Zakayo alitumia, kilimsaidia Zakayo hicho kitu. Ina maana ya kuwa furaha moyoni mwa Zakayo ndio iliyomsaidia aamue kumkaribisha Yesu nyumbani kwake. Zakayo hakuwa anamjua Yesu kwa undani, lakini Yesu alikuwa amebeba msamaha wa wokovu kwa ajili ya familia yake Zakayo. Na ukisoma kile kitabu cha Luka 19 mstari ule wa 9 na wa 10 utaweza kuona hicho kitu. Furaha ya Roho Mtakatifu ilimuhimiza Zakayo kumpokea na kumkaribisha Yesu nyumbani kwake, bila kujali ya kuwa alikuwa hamjui Yesu kwa undani wala huduma yake. Naamini pia kuna vitu vingine unataka kuvifanya unasikia furaha, kumbe ni Roho Mtakatifu anakuonyesha kwamba fanya hicho kitu, ni kitu kizuri. Kwa kuwa alikuwa mtoza ushuru, Zakayo alikuwa mtoza ushuru, lakini moyoni mwake yeye alikuwa anataka kumjua tu huyo Yesu anayesema yukoje. Akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa sababu Zakayo pia alikuwa ni mfupi wa kimo. Furaha ilimsaidia sana Yesu awe tayari kwenda nyumbani kwa Zakayo na kumhudumia kama Mungu alivyotaka. Furaha ilimsaidia Zakayo pia kukubali huduma ya Yesu na kufaidika nayo, yeye pamoja na wale waliokuwa nyumbani mwake. Kwa hiyo ukisikia furaha moyoni, maana yake Roho Mtakatifu anakupa kibali kumkaribisha huyo mtu na kuwa karibu naye kwa ajili ya kile ambacho Mungu amekusudia. Ukisikia kukosa furaha moyoni, maana yake Roho Mtakatifu akupi kibali cha kumkaribisha mtu huyo wala kumwambia vitu vyako vya ndani. Kwa hiyo ikusaidie sana wakati unaposikia mtu anakupigia simu, nataka kuja kukusalimia, ghafla unasikia huzuni au uzito katika kukubali. Maanake wamekunyima furaha kule kwenye ulimwengu wa roho. Roho Mtakatifu amekunyima furaha. Kwa hiyo usiruhusu huyo mtu aje. Au hata kama amekuja, jifunze kuweka mipaka. Kwa hiyo kuna watu wengi vitu vyao vimeharibika kwa sababu kuna watu ambao wananyimwa na Roho Mtakatifu kuwashirikisha mambo yao, wao wanawashirikisha kwa nguvu. Na wanavyowashirikisha kwa force, vile vitu vitaharibika. Lakini kitu kingine ni kusoma Wakorintho wa kwanza ile sura ya 16 mstari wa 17. Utaona mtume Paulo alikuwa anatumiwa na Roho Mtakatifu kiashiria cha furaha katika kushirikiana na watu katika kufanya huduma. Ukisoma juu ya huduma ya mtume Paulo utaona ya kuwa kiashiria cha Roho Mtakatifu cha furaha kilimsaidia sana katika kujua na kuchagua wale wa kushirikiana nao kwa karibu, ingawa alikuwa anafahamiana na watu wengi sana. Ushirikiano wa mtume Paulo na akina Stefana na Akiko, Mungu alitumia kiashiria hicho cha furaha kwa Paulo katika kufanya maamuzi, nani atembee naye, nani asitembee naye. Mtume Paulo anasema, naam, nafurahi kwa sababu ya kuja kwao, maana wameniburudisha roho yangu. Ni dhahiri kwamba si kila mtu aliyekwenda kwa Paulo
alisababisha moyo wake Paulo kufurahi na kuburudika. Unaweza ukaona hilo katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 16 mstari wa 17 mpaka 18. Kwa hiyo kusaidie wewe ambaye unataka kuwa mtumishi wa Mungu, na unataka kila mtumishi ushirikiane naye. Unataka kushirikiana na huyu kwa sababu ana jina kubwa. Kuna watu sasa, watumishi wengi sasa wana majina makubwa kwa sababu ya nguvu ya mtandao na nguvu ya media. Kumbe hata wengine hawana Mungu kabisa. Kwa hiyo wewe unataka kushirikiana nao tu ili ujulikane, ili uwe mtu maarufu, bila kuwa na kiashiria hicho cha Roho Mtakatifu cha furaha. Na ukikuta huyu mtu amwamini Mungu wa kweli, kuna njia nyingine anaziamini, utafanyaje? Ni vizuri sana ukaomba Roho Mtakatifu akupe ruhusa katika kufanya ushirikiano na mtu. Ukisoma Wafilipi sura ile ya 2 mstari wa 25 na wa 28, utaona ya kuwa kufika kwa Epafrodito kumtembelea Paulo akiwa Filipi kuliweka furaha moyoni mwa kanisa la Filipi, na pia kulipunguza huzuni moyoni mwa Paulo. Ikiwa huzuni ndani ya Paulo ilipungua, basi ilipungua kwa sababu furaha iliongezeka ndani ya Paulo alivyowaona hao watu. Kwa hiyo ukiona unamuona mtu unasikia furaha, huyo anaweza kushirikiana na wewe. Lakini ukiona unamuona mtu hata kama ana jina kubwa kiasi gani, unasikia huzuni au unasikia uzito, usiruhusu kumwambia kitu chochote hata kama ni ndoto zako. Huyo Mungu amekataa. Hataki umtumie, ataleta shida. Tena ukisoma Wafilipi sura ile ya kwanza mstari ule wa 24, utaona ya kuwa kupokelewa na kupendwa kwa huduma ya Paulo katika kanisa la Filipi ilitokana na kule kuendelea kufurahi katika imani. Walikuwako wanapata Wakristo waliokuwa Filipi wakati Paulo alipokuwa anawahudumia. Kwa hiyo jifunze sana kumsihi Mungu akusaidie kufanya uamuzi wa kutumia kiashiria cha furaha, hasa wakati unapotaka kuanzisha mahusiano na mtu yoyote, hata kama sio mtumishi, hata mahusiano pia kibiashara. Kuna mtu ukimwambia wazo lako kwamba unataka kuuza mandazi, unakuta yeye ameshakaanga usiku anauza, kwa sababu sio mtu mwema, ni mtu ambaye anapendelea ndoto za watu. Kwa sasa Mungu anajaribu kukuonya vitu vingi. Kwa ukiona unapoteza furaha kutekeleza wazo moyoni mwako juu ya kushirikiana na mtu wa karibu, ujue Roho Mtakatifu anakujulisha kwamba Mungu hakubaliani na wazo lako la kushirikiana naye, na ukijilazimisha kufanya pamoja na mtu huyo halitafanikiwa. Kwa nini? Maneno ya Isaya 55 mstari ule wa 8 mpaka 11 anasema hivi: maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, wasema Bwana. Ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Maana mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani. Mbele yenu milima na vilima vitatoa nyimbo, na miti yote ya kondeni itapiga makofi. Kwa hiyo furaha inatumika kama kiongozi anayeongoza mtu. Anasema maana mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani. Amani na furaha Mungu anavitumia katika kuongoza mtu pia. Kwa hiyo maamuzi yoyote mnayoyafanya, yoyote, kama hayana furaha, hayana amani, mwisho wake msiyatekeleze, yataleta madhara. Uamuzi wa kuingia katika mahusiano ya rafiki au uamuzi wa kuingia katika ndoa, au uamuzi wa kushirikiana na mtu mahali unapoishi, au uamuzi labda wa kushirikiana kibiashara na mtu fulani au rafiki yako, au uamuzi hata wa kushirikiana katika kumtumikia Mungu. Je, kuna mahali katika maisha yako uliwahi kupata msaada kwa kutumia kiashiria cha kupata au kukosa furaha moyoni mwako katika kufanya maamuzi hayo? Lazima ujue kama kuna mtu unaweza kufanya naye biashara, ujue huyo mtu ni nani. Kasome vizuri kuhusu habari za Ahabu na Yehoshafati. Yehoshafati alikuwa anampenda Mungu sana. Hata vita ilikuwa ikija, Yehoshafati alikuwa anajinyenyekeza, anamtafuta Mungu. Wafalme wa kwanza sura 20. Lakini akaingia mapatano na mfalme mwingine anaitwa Ahabu. Wakaenda wakanunua bidhaa zao, wakazika kwenye meli zisafirishwe kuuzwa ili wagawane fedha. Mungu akakasirika, akaleta upepo mkali, akapiga ile meli akaivunja vunja.
Yehoshafati alivyorudi kumuuliza Mungu sasa kwa nini, akamwambia kwa sababu umeshirikiana na mtu ambaye huyo mtu anipendi mimi kabisa. Kwa hiyo sasa hivi pia kuna vitu vingi unakuta mtu tu anaenda huko mjini anajiokotea mtu anasema sasa huyu ni rafiki yangu. Saa nyingine hao ndio wanakuja unakutana na rafiki mnapendana lakini anakuja kukuibia mchumba wako, mnauana. Ndio haya yanaanzia huko. Kwa nini? Unaonyesha vitu vyako mapema kwa mtu bila kumpima utulivu wake, amani yake. Unajua kuna mtu ambaye uko naye lakini ana wivu. Kwa hiyo hata akiona chochote anajisikia vibaya moyoni lakini hawezi kukuambia. Kwani dalili za usaliti ni kuingiza watu bila kumuhusisha Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Unakuta una mchumba wako tayari umeshamuonyesha kwa marafiki zako wote. Na marafiki zako wengine wao wenyewe huwa hata hawajui kuongea na msichana. Sasa wanaona yule wakoko alivyo mwepesi, wanamchukua tu. Kwa nini? Wewe ndio umeharibu. Wewe badala ungealika watu waje kwenye harusi, siku ya harusi yako, unaenda kuwaalika watu waje waone mtu ambaye bado hata uchumba ni mchanga sana, tayari ameshamjua. Kwa hiyo mahusiano mengi ya watu yamekuwa yakiharibika kwa sababu ya aina marafiki tulionao. Wivu ni mbaya sana. Sasa hivi unamaliza watu. Una wivu wa madaraka, wivu wa nafasi, wivu wa ukubwa wa kidunia ni mkubwa sana. Matatizo mengi huenda ulionayo ni kwa sababu haukupima marafiki zako kwa hichi kiashiria cha furaha. Ulikutana na mtu hujapata furaha moyoni, umeanza kumwambia mambo yako na huenda atakutangaza na utayakuta huko mtaani na utaumia sana. Ogopa sana ukikutana na mtu Mungu akakuwekea uzito au akakukosesha amani katika kumshirikisha jambo lako. Roho Mtakatifu anajua yote. Anajua mawazo mtu anayowaza. Anajua njia za huyo mtu. Roho wa Mungu anajua hata njia za mauti. Lakini sisi hatutaki kuangalia hayo. Kwa hiyo kuna marafiki wa kuambatana nao na marafiki ambao sio wa kuambatana nao, ila hujaambiwa uchukie mtu. Hata Daudi, rafiki ya Daudi alikuwa anaitwa Jonathan. Yule alikuwa ni rafiki mzuri. Jonathan alikuwa ni mtoto wa mfalme Sauli, lakini alikuwa ni rafiki mzuri. Alikuwa na roho ya kuambatana. Kwa hiyo alikuwa anamsikia babake anasema kwamba nitamuua yule Daudi. Lakini kwa sababu Jonathan ni rafiki yake, anaenda kumwambia baba atakuua kesho, kwa hiyo ukimbie. Paulo alikuwa na rafiki yake na mtumishi mwenzake anaitwa Timotheo, na alimfundisha na kumwelekeza vizuri. Kwa hiyo hata kama ni mtumishi anataka mshirikiane, omba kwanza Roho Mtakatifu akupe kibali. Lakini Roho Mtakatifu pia anaweza kutumia furaha hiyo ili kusaidia usikate tamaa. Kwa hiyo unaweza ukapita mahali pagumu sana, lakini unashangaa una furaha mpaka watu wanakuuliza, "Jamani, mbona una furaha hivyo?" Pamoja na kwamba umefiwa. Nasema hata mimi sijielewi. Kumbe ni nini? Anaachilia furaha ili kukusaidia wewe katika mahali unapopitia. Kitabu cha Waebrania ile sura ya 12 mstari wa 2 na 3. Nasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba na kudharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkazimia moyoni mwenu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akija kwako akikupa furaha, hata kama unapitia katika jambo gumu, ni ili kukusaidia, kukutia moyo, usikate tamaa ya maisha. Kwa kuna watu wengi kama watoto wadogo, yani yeye hata siku ambayo hana hela kabisa asiki kuumia sana, ameshazoea maisha. Yani huyo mtu yuko kama neutral, yani akiwa nazo sawa, akiwa hana sawa. Lakini kuna mtu mwingine akikosa 10,000 kwa siku anaweza kuwaza kujiua, kunywa sumu. Kumbe kuna wengine ambao wana furaha tu wakati wote. Kwa nini? Roho Mtakatifu analeta furaha isiyoletwa na vitu vya kidunia. Hicho ndicho kitu kikubwa sana ambacho tunapaswa kujifunza na kukijua. Kwa hiyo kuwa na mahusiano binafsi na Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu akija juu yako ni msaada mkubwa sana, atakusaidia, atakuongoza katika mambo mengi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anafanya hivyo ili moyo wako usikate tamaa kuendelea kumwamini Mungu wako. Na Yesu Kristo, Luka sura ya 18 mstari wa 1 inasema imetupasa kumuomba Mungu siku zote wala tusikate tamaa. Kwa hiyo haijalishi una mambo magumu unapitia, wewe usiogope. Na pia Yohana sura ya 14 ule mstari wa 1 inaeleza kwamba msifadhaike ndugu mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi.
huko nyumbani mwa Baba yangu na makao mengi. Ndivyo maneno hayo yameandikwa. Kwa nini wanatumia hivyo? Unapata furaha. Furaha ya Bwana inakufunika kutokana na mambo unayoyapitia, na hasa huko tunakoenda. Kuna watu wengi wana maisha magumu sana, lakini wana furaha saa zote. Kwa nini? Wana Mungu mkubwa kuliko matatizo yao. Ndicho kinachowapa furaha. Yaani inatakiwa tufikie mahali tuwe na Mungu mkubwa ndani yetu kuliko matatizo yetu na shida zetu. Na tukifanya hivyo tutavuka mahali pakubwa sana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa sababu umeweza kupata walau sehemu hii, na itakuvusha na itakusaidia. Basi kabla sijamaliza, tunataka tuombe na wewe kwa dakika chache sana, alafu tutahitimisha. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji wetu. Tunaamini kupitia ujumbe huu wa neno lako utakwenda kumuongoza. Roho Mtakatifu, wewe ni rafiki yake. Tunaomba uje juu yake na kumfunika kama kivuli na kumwatamia. Mtumie na kumuongoza kwa sababu wewe ni kiongozi. Mfundishe na kumwelekeza kwa sababu wewe ni mwalimu. Mjulishe kwa kuzungumza naye, maana wewe ushuhudia ndani yetu. Mungu, tunakusihi katika jina la Yesu, sinyamazie huyu atakayemhitaji Roho Mtakatifu. Amen. Basi unaweza kutumia namba zilizoko hapo kututumia mahitaji yako au kuhusu kumjua Roho Mtakatifu, nasi tutakusaidia. Au kama unataka kuchangia kipindi hichi kiendelee kufikia watu wengi, basi utakuwa umefanyika sehemu ya kupeleka neno la Mungu kote ulimwenguni. Mungu akubariki sana kwa kutufuatilia. Amen.